Wenyewe wanasema biashara ni asubuhi, jioni ni mahesabu, na Young Africans wanaendelea kupiga hesabu za msimu mzima. Timu inavyocheza haionekani kurudi nyuma, ila kila siku inaendelea kwa bora zaidi. Ni kikosi cha JKT Tanzania kimejaa kwenye mfumo na kutunguliwa bao 4 kwa mtungi. Kocha Mangoba Mgithi, yeye pamoja na ushindi huo, kuna vitu havijamfurahisha hata kidogo katika mchezo huu. Anasema, we played against a well-coached team. I must give credit to their coach Ahmad. Tumecheza dhidi ya timu iliyoandaliwa vizuri na kocha wake. Lazima nimpongeze kocha Ahmad Ali. Nadhani ni kocha mzuri sana na mwenye mtazamo wa kisasa kisoka. Aina ya soka ambayo timu yake inacheza ni nzuri sana. Ni bahati mbaya tu kwamba huenda situ ilikuwa bora zaidi kuliko yeye katika mchezo huu, lakini huwa nafurahi sana ninapomuona kocha anayejitahidi kufanya timu yake icheze aina sahihi ya soka. Ninaamini timu hii itakuwa, na ifikapo mwisho wa msimu tutakuwa tunaiona ikiwa timu tofauti kabisa. Kocha, ushindi wa 3 mfululizo kiambatana kiwango kizuri. Siri ya kiwango hiki ni nini haswa? Siwezi kusema kuna siri kubwa sana. Nadhani wachezaji wanafanya kazi kwa bidii sana. Timu ya ufundi pia inafanya kazi nzuri sana, lakini lazima niseme kwamba baadhi ya wachezaji wameonyesha kiwango cha kuvutia sana. Kikosi kinaendelea kukua na bado tuko katika mchakato wa kujenga timu. Na bado kuna maeneo mengi ambayo si yafurahi kabisa. Hata na hivyo ninaamini kadri muda unavyokwenda timu itaendelea kuboreka zaidi, na bado kuna makosa mengi ya kimfumo ambayo tunaweza kuyarekebisha. Tunapaswa kubaki tukiwa nyenyekevu na tusifikiri kwamba tuna haki ya kupata matokeo. Tunapaswa kufanya kazi kwa bidii katika michezo hii, na nadhani vijana wanaendelea kujituma. Nimevutiwa sana na wale wachezaji wawili kutoka Kongo ambao hawapo kwenye timu ya taifa. Najiuliza kwa nini Boka yupo kwenye timu ya taifa, kwa nini Max yupo kwenye timu ya taifa? Kwa sababu kwa mtazamo wangu ni wachezaji wenye kiwango cha pekee sana. Kiungo chetu kina jumla ya watu 3 pamoja na Duka Buya na Muda. Wanafanya vizuri sana. Peter, Albert, Kangwanda, Hussein na Amino wanaendelea kujijenga nafasi ya kuonyesha uwezo wao. Jambo zuri zaidi ni kwamba bado tuna wachezaji wengi bora ambao kwa sasa hawapo uwanjani. Mzizi yupo karibu kurejea kwenye ushindani. Aziziki naye yupo karibu kurejea kwenye ushindani. Tuko karibu kufikia kiwango ambacho ninaamini tunaweza tukafika. Hata na hivyo kwa upande wa utimamu wa mwili nadhani bado tunahitaji michezo mingine kati ya 5 hadi 7 ili tuwe imara zaidi, tuweze kucheza dakika zote 90 kwa kiwango kile tunachoanza nacho. Vipi kuhusu Showboy? Nimevutiwa sana naye. Nilimtaka awe na uwezo wa kudhibiti mchezo, acheze kwa urahisi bila kujipa pressure na kuhakikisha timu inaendelea kucheza. Alicheza kulingana na maelekezo nilompa. Unaweza ukaona kwamba ni mchezaji wa kiwango cha juu. Ni gwiji kwenye timu hii. Na mimi navutiwa sana napomuona mchezaji akitekeleza maelekezo kwa namna alivyofanya yeye. Sidhani kama alipoteza hata mpira moja katika kipindi alichokuwa uwanjani. Kwangu mimi mchezaji mwenye kiwango kizuri cha kukamilisha pasi, ana uhakika wa kupata nafasi katika timu yangu. Kwa hiyo nimevutiwa sana na uchezaji wake. Vipi kuhusu yule Abushiri Sugar Boy? Hakufanya vizuri. Sikuona kiwango kizuri kutoka kwake na sikufurahishwa na uchezaji wake. Alikuwa akicheza kwa ajili yake mwenyewe. Anapaswa kujirekebisha kwa sababu timu ni kubwa kuliko mtu mmoja. Kama hatakuwa makini na kiwango chake, sina muda wa wachezaji wanaocheza kwa ajili yao. Nataka wachezaji wanaocheza kwa ajili ya timu. Hata na hivyo bado ni kijana. Tunapaswa kumuunga mkono, kufanya kazi naye na kumsaidia kuboreka kwa sababu ana kipaji kikubwa. Ana kipaji cha juu sana, lakini atakiwi kuwa mbinafsi. Kama atakuwa mnyenyekevu na kucheza kwa ajili ya timu, atakuwa haraka, lakini akitaka kila kitu kiwe ni onyesho lake mwenyewe, atajiharibia. Kwa hiyo nitazungumza naye. Bila shaka nitazungumza naye. Asanteni jamani. Ni kocha Mangoba Mgithi. Hajafurahishwa na kitendo cha Sugar Boy kucheza mwenyewe, lakini anasema timu yake itakuwa imara baada ya michezo 5-7. Yaani hapa Yanga ilipo haijaimarika bado. Je, ikimarika itakuwaje? Hata tutapigwa 10. Mimi naitwa Almachius Kanyasi. Lakini na wewe pia unaweza ukajiimarisha kiuchumi kwa kushinda mikeke ya uhakika kila siku. Sisi tupo kwenye project maalum ya kutengeneza milioni 5 ndani ya siku 5. Yaani kila siku tunashinda mkeka. Tangu mwezi uanze hatujachana mkeka hata moja. Sisi tunaitwa Winning Strike. Na tumetengeneza group maalum kwa ajili ya washindi tu. Na wewe kama unahitaji kuwa mshindi kama sisi, tunakukaribisha. Hapo juu kwenye bio nimeweka link yetu. Ukibonyeza hiyo link itakuleta moja kwa moja kwenye WhatsApp group letu, kisha utaanza kutengeneza fedha. Huku kuna odds kadha wa kadha ambazo pengine sehemu nyingine au kutani nazo. Mfano, fall, through win,
VR itumike ama isitumike, shots on target, offside, ball possession, substitution, shot toward the goal, medical team kuingia uwanjani. Ni zile option nyepesi sana kutengeneza fedha. Unachotakiwa ni kubonyeza hiyo link ikulete moja kwa moja, au la ukishindwa nipigie kupitia 0769 300 309 kwa njia WhatsApp.